Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumamosi leo ni ukomo bando kilio bungeni. Wabunge wahoji kwa nini vifurushi viishe kabla ya kutumika. Wamesema hiyo ni dalili ya wizi. Wahoji pia faida ya uwekezaji wa hisa za Vodacom. Serikali, msemaji wa Vodacom wafafanua habari katika ukurasa wa gazeti hili. HESLB bila NIDA hakuna mkopo kwa mwanachuo. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. 252,773 idadi ya wanafunzi wa elimu ya juu wanaotarajiwa kunufaika na mikopo katika mwaka wa fedha 2025-2026 ikiwa imeongezeka kutoka 245,314. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Dr. Bill Kiwia ikisema NIN itawezesha HESLB kuwa na taarifa sahihi na kipekee za kila mwanafunzi. Kwa kutumia NIN tutawezesha kuboresha uwezo wetu wa kufuatilia wanufaika waliokopeshwa baada ya kuhitimu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Bazecha, Chadema salama bahari inatema uchafu. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Wana maombi walivyopokea mwili wa Padre Mkwera. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nauli elekezi ya bodaboda kizungumkuti Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumamosi leo.